vipawa vya rohoni. Ukiwa na sayari hizi 4 kwenye nyumba ya 8 katika birth chart yako, ama hata tuseme tu kati ya sayari hizi kuna ambayo iko kwenye nyumba ya 3, ya 4, ya 5, fuatilizia video zangu ili upate kujua vipawa vyako vya rohoni, talanta zako na jinsi ya kupata fedha kupitia talanta zako utafanyaje. Sayari ya kwanza ni South North. South North inasimamia vipawa vya kale ambavyo umetoka navyo from your past life to this present life. Yani inasimamia vipawa ambavyo viko tayari kwa ukoo wenu, ambavyo vimeshindwa kuinuliwa kwa sababu ya karma iliyo juu yake. Neptune inasimamia psychic gifts zako ambazo unazipokea wakati unaingia ardhini hapa. Haya, Jupiter inasimamia expansion ya talanta, yani talanta, nyumba ambayo Jupiter iko kwako inafungua ama inapanua hiyo nyumba na kuleta fedha kupitia talanta ambayo iko katika hiyo nyumba. Haya, tukiangalia Moon inasimamia ability zako za kuponya wenzako. So twende kwa South North in Scorpio. Ukiwa na South North in Scorpio, katika maisha ya kale ulikuwa a mystic or a seer, mtu ambaye anaona rohoni. Ulikuwa na capabilities za kuelewa maisha, changamoto ya maisha ya kufa na kupona. So wewe unaelewa mtu akifa, yani wewe ni kama uko una astro project, unaelewa reincarnation, maisha ya reincarnation vile ilivyo. You are highly intuitive. Intuitive, kumbuka nimesema ni njia ambayo mtu akianza kuwaza tu, ukipata tu nini moja hivi inasimama nayo hivyo, hakuna overthinking. Hiyo unapata ndio njia ambayo Mungu anaongea na wewe. So wewe you are highly intuitive, unaweza kujua kile ambacho ni cha urongo ambacho kinafanyika mahali kwa urahisi sana. Ukaangalia ukajua hapa huyu ananidanganya. Pia naturally wewe ni mponyaji, una heal watu naturally kwa kuweza kubadilisha maumivu kuingiza kwenye nguvu. Yani you change pain into power, kwa kuguide wenzako kupitia hizo matatizo ama changamoto ambazo wanapitia. Pia una uwezo wa astro travel ama astro project kwa dimension mbalimbali. Kumbuka astro projection ni ile kutoka kwenye mwili wako kuweza kuzunguka katika anga mbalimbali, kuweza kujua ukweli, urongo, vitu kama hizo. Haya, tuangalie Neptune in Scorpio. Neptune in Scorpio, psychic gifts zako zitakuwa ni highly clairvoyant. Clairvoyant ni uwezo wa kuona rohoni. Pia highly clairsentience ni uwezo wa kuhisi kitu kwa umbali. Kama kitu kimefichwa ama kitu hakieleweki, una uwezo wa kujua. Pia you are highly intuitive, uwezo wa kuelewa vitu ambavyo vimefichwa katika maisha. Wewe ni mtu ambao unafanya kazi na giza. Ndio maana wanakuambia Scorpio ni wabaya. Scorpio ndio hao. Haya, tuangalie Moon in Scorpio. Moon in Scorpio, uwezo wako wa kuponya watu, unaponya watu kupitia hisia zako. Yani wewe ni transmuter, una transmute pain into power, alchemist, vitu kama hizo. Wewe una uwezo wa kusikiza wenzako na kuabsorb hizo vitu vyao ambao wameongea na kuweza kuirelease. Kumbuka ukikaa na mtu akianza kuongea, unajua nimefanywa hivi, alafu unamsikiza, unasikia hiyo uchungu yake, na maana una absorb, alafu baadaye utapata unaanza kulia kwa sababu umeanza kusikiza maisha ya mtu, vitu kama hivyo. So wewe una absorb nini za watu kwa urahisi sana. Alafu naturally wewe ni healer. Uko na shamanic ability. Shamanic ni wale watu ambao wanafanya kazi kwa zile ninio. Inaitwanga aje? Ngoja nikikumbuka I think I'll speak it out. Yani unaweza kufanya kazi underworld, rohoni, vitu kama hizo, na unseen energy, na maroho. Pata mtu anaongea na maroho na then anaongea peke yake, kumbe ako na kikundi cha watu 10. Haya, pia unaweza kuponya watu kupitia maji ama kufanya shadow channeling. Shadow channeling ama channeling ni kuangalia shadow side ya mtu, vitu kama hizo, ama kutumia maroho, vitu kama hizo, kujua the other side of someone, ama kuchannel vile mtu alivyo. I think nitakuja kufundisha kuhusu hiyo topic tu. Alafu unaweza kuperform pia rituals. Wewe una heal watu kwa kuface dark side ya watu na kuiturn pain into wisdom. Yani wewe una uwezo wa kuingia kwa giza ukaleta mwangaza kwenye giza na ukaondoa hiyo giza. Hiyo ndo kazi yako. Haya, tuangalie Jupiter in Scorpio. Jupiter in Scorpio, talanta zako zipo kwa intuition, you're highly intuitive, psychic abilities, deep insight, psychic sensitivity, na uwezo wako wa kuponya na kutransform giza kutoka kwa maumivu mpaka kuingia kwa nini? Kuingia kwa uponyaji. Unaweza kutransform giza kutoka kwa maumivu. Yani unatransform giza ama maumivu ingie kwa uponyaji. Alafu una uwezo pia wa uncover secrets. Ndio maana Scorpio they are very secretive. Wasiri.
Haya, jinsi ya kupata utajiri wakati una Jupiter in Scorpio. Jaribu sana kufanya kazi kama za, yani kazi na watu. Jaribu kufanya kazi na watu ama kushare hizo shared resources, vitu kama hizo. Ama jaribu kufanya kazi za spirituality, mambo na spirituality, counseling, therapist, psychology, mambo na research, mambo na investigation, law, science ama finance. Zitaleta sana fedha kwako ukiwa na Jupiter in Scorpio. Kumbuka hizi sayari 4 zinasimamia talanta na vipawa vyako vya rohoni kutoka kale. So ukiwa navyo, maybe Jupiter maybe iko kwenye nyumba fulani na hii iko kwenye nyumba hii, unaweza tu kufuatilizia, ninaenda nyumba baada ya nyumba hivyo. Hizi ndio sayari ambazo zinasimamia spiritual gifts zako according to birth chart yako. Kati ya hizo 4 lazima kuna spiritual gifts zako kwenye birth chart yako. Na ikiwa pia unahitaji huduma zangu, bonyeza link ipo kwenye profile, itakupeleka kwenye huduma na malipo. Na ikiwa maybe unahitaji kujua deep kuhusu birth chart yako, mimi nasoma birth chart from the past to the present. I hope umenielewa vyema.